Tumetoka juzi tu kwenye mechi ya ligi dhidi ya Mlandege poteza. Lakini maandalizi yetu kwenye ligi ya Muungano yako tofauti kabisa, sababu nina maandalizi ambayo yako tofauti na tumejiandaa vizuri. Naam, asante sana Coach Salum. Nikaribisha maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Naomba mtataji jina lako na unapotokea. Mimi naitwa Baraka Mbele kutoka Coach, mnakwenda kucheza na Young Africans ambao ni mabingwa watetezi, na kwa utamaduni kwa timu za Zanzibar kutoa ushindani mkubwa dhidi ya timu za bara. Pengine tungeweza kufahamu mkakati kote kuelekea kukabili Yanga, na nadhani Yanga ni bora eneo gani ambalo tunakabiliana nao. Kwanza tunatambua Afrika kwamba timu ya Yanga ni timu kubwa, ipo classic kuliko na Mwembe Makumbi. Ni timu ambayo ina sifa kubwa Afrika, ina sifa kubwa zaidi Tanzania. Na kama Mwembe Makumbi hatusemi moja kwa moja kama ni timu changa ambayo imeingia katika mashindano haya, lakini tumeona tu kunako kupitia kwenye Mapinduzi imejika changamoto kubwa sana kwa Simba, na vile vile katika maandalizi yetu tuna uhakika tunaweza kufanya vizuri katika mechi hii ya Yanga, na tumejiandaa kwa kutosha kabisa. Moja kati ya timu ambayo ina mashabiki Mwembe Makumbi imeshuhudia bendi ya Mlandege kama mpoteza, lakini hamasa ilikuwa ni kubwa sana, na kule bara miongoni mwa timu ambazo wanatolea macho mashabiki wa timu nyingine. Kwa upande wa mashabiki mimi nawaambia wasikate tamaa, kwa sababu kama juzi walikuja wamepata matokeo mabaya kwenye kombe hili. Ni tofauti kabisa na tumekuja tukivingine. Tunajua pande zote Yanga ni nzuri, na sisi tuna wachezaji bora ambao tumejiandaa, vizazi vipya, damu changa ambayo inaweza kupambana na wachezaji kama. Zawadi ya shilingi milioni 150. Kuna kiasi inayohamasisha kwamba mwingine kwa nguvu zaidi? Hakika ni nguvu, tena nguvu zaidi, kwamba huu ubingwa tunautafuta na sisi, kwani waliweza wao hapo mwanzo na sisi tunaweza kwa maandalizi yetu. Kuna maswali mengine kwa coach? Yes, kwa majina ni Tawafari Mndara kutoka Kishaji TV. Mwalimu, tumeona kwenye timu yako kuna miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi na ni mategemezi ndani ya kikosi. Je, tutegemee kuwaona kwenye mashindano haya? Haya ni mashindano, narudia tena, mashindano tofauti. Tumetrain nao, tunategemea kuwaona, na plani ambayo tumeipanga pia tunaweza tukawa tumewaona na tusiwaone. Hii ni plani ambayo kiufundi ipo chini ya mwalimu. Kwa hiyo si kwamba hatujaona kwa sababu hatuwatumii tunalazimika kuona kwenye kombe la Mapinduzi. Hapana, ni plani ambayo tumeiandaa mazoezini, nani tunamtumia na nani hatuwezi kumtumia. Lakini swali lingine hapo tunaongezea, tunaona kwenye kikosi chenu mnacheza vizuri kama ilivyokuwa katika kampeni, lakini mlikuwa mnaruhusu magoli, lakini pia mnatengeneza nafasi ambazo kimsingi tunashindwa kuzitumia ipasavyo. Tunakwenda kukutana na Yanga ambao wao one chance one goal Mchekesho. Sasa tuko vizuri kwa sasa hivi, alhamdulillah, tunashukuru kutokana na mazoezi ambayo mtu ametuelekeza, mipango ambayo wanaiweka. Kwa hiyo tuna imani kesho inshallah tutafanya kile ambacho ametuelekeza. Sawa, nashukuru sana. Karibisha maswali kwa Yakubu Said. Yes, kwa jina ni Tofari Mndara kutoka Kishaji TV. Yakubu, tunakwenda kukutana na dhidi ya Dar es Salaam Africans ambao kimsingi wanaahidi yenyewe na makombe. Tunakwenda kukutana na wachezaji wakubwa. Mimi kama wachezaji nimejiandaje kisaikolojia kwa msimamo wa mwili kwenda kukutana na Dar es Salaam Africans? Sisi tumejiandaa mapema sana baada ya kuona ratiba iliyokuwepo. Kwa sababu maandalizi yetu bado yako mazuri kimwili na kiakili pia, kwa sababu tayari ratiba imeshatoka. Kwa sababu tuko tayari inshallah kwa mchezo. Ligi kuu ya Zanzibar hamko katika nafasi ambayo unaweza mkashindania ubingwa kwa hivi sasa, lakini hamko katika nafasi ambayo unaweza mkakata top 4. Tutegemee katika kombe hili la Muungano timu yenu kwenda kushindana zaidi na kwenda kutoa ubingwa, kwa sababu kulikuwa tuna malengo ya kila ligi ambayo tuliokuwepo kufanya vizuri. Kwa kama imeshindikana huko, inshallah nguvu zetu zote tuelekeza kwenye mashindano haya. Kama mchezaji kambini ama mwingia kambini na leo, kipi ambacho kama mnazungumza kwa katika mchezo wa kesho? Tunazungumza mambo mengi, hasa tofauti wa mechi ambayo kesho tunacheza nayo ni tofauti na mechi ambayo tunakwenda nayo kwenye ligi kuu ya Zanzibar, lakini inshallah hatuamini kwamba kila timu siku inaamka vizuri kama watu walivyozoea. Kwa na watu fanya makosa inshallah, nategemea hivyo na sisi kuweza kuendelea.
kawaida tu.